أمير الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته، إنه فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, hivi leo katika ulimwengu wa Kiislamu tunashuhudia kuona maendeleo mazuri sana ya zana ambazo muumini akiwa nazo ni silaha kubwa kwake. Miongoni mwa hizo zana ni aktharia tu. Wengi wetu ni miongoni mwa silaha za mafanikio na ushindi dhidi ya maadui zetu katika ulimwengu huu. Nahnu namliku al-aktharia. Sisi Waislamu leo tunamiliki wingi, hasa katika maeneo ambayo yana nguvu kubwa ya kiuchumi. Wanamliku al-iqtisadia, na tunamiliki uchumi katika mataifa ambayo tegemeo la ulimwengu ni mataifa ambayo yana Waislamu wengi na ndio yaliyomiliki uchumi asilia katika ulimwengu wa sasa. Hilo liko wazi katika dunia sasa. Wanamliku ma la yamliku ghayruna, na tuna hazina ambazo sisi tunazo wenzetu hawana. Al-Quranul Karim, tunaye Qur'ani tukufu, kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Na msafu huu sivyo ulivyokuwa wakati ule wa wenzetu. Wenzetu ilikuwa pamoja na kwamba Qur'ani wanaye kifuani, si wote wamehifadhi, lakini wengi wao baadhi wamehifadhi na wengine wamechukua nyingine hii. Lakini leo tunashuhudia watu wamehifadhi Qur'ani, lakini tunashuhudia pia hadi copy tunazo nyingi sana zimeenea katika ulimwengu tuliokuwa nao. Mbali na hayo, vitabu mbalimbali ambavyo vinafafanua hii Qur'ani wakati wenzetu havikuwepo, leo kuna tafsiri nyingi sana katika ulimwengu wa sasa ambazo zinatafsiri Qur'ani ili watu waweze kufikia pale pazuri. Wakati huo pengine huwezi kuona tafsiri ya Qur'ani. Zama za maswahaba tafsiri iliyokuwepo ni tafsiri ya Ibn Abbas. Bas si wakati wa mtume, wakati wa maswahaba. Lakini leo sisi tuna hazina hizo, maktaba nyingi, vitabu tele, mashallah. Lakini pamoja na zana zote hizi, bado sisi ni madhalili, madhaifu, ni wanyonge. Tumekuwa watumwa wa dunia, si watumwa wa Allah tabaraka wa taala.
na unafanya hivyo, ukipenda unafanya, usipenda unafanya. Hiyo ndo hali halisi. Pengine umeingia hapa msikitini sasa hivi kutekeleza ibada ya sala ya Juma, ushamkera Mola sana kwa shiriki mbalimbali na mengine mengi kwa ulimwengu huu, na uko ndani ya msikiti unamuomba Allah tabaraka wa taala. Hatuwezi kuipata pepo ya Allah wala harufu yake ikiwa sisi hatukufuata nyayo za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hatuwezi Waislamu, hatuthubutu. Kwa hivyo ni lazima tuwe na taratibu za sisi kujitathmini mara kwa mara. Kwa hivyo leo ndugu zangu watukufu waumini, nimekuja na hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Ndani ya hadithi hiyo huenda tukapata baadhi ya solution yetu kwa leo, nini cha kufanya mimi na wewe. Hadithi hiyo ni maarufu katika ulimwengu wa sayansi. Hadithi kwa wanachuoni wanasema thulathiyatun nabawiyya, mambo matatu ambayo mtume Muhammad sallallahu alayhi ameyazungumza. Hadithi hii ni hadithi sahihi. Albani kitabu chake Jamiu Sahihi, hadithi hii ni nambari 3045, lakini al-Imam Tabrani fil Awsat ameizungumza na wengine wamezungumza hadithi hii. Hadithi kutoka Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu warda, anasema Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, thalathu muhlikat wa thalathu munjiyat wa thalathu kafarat wa thalathu darajat. Matatu yanaangamiza, matatu yanaokoa, matatu ni kafara ya dhambi zetu, na matatu yanainua daraja katika maisha yetu sisi. Hii ni hadithi ya mtume Muhammad sallallahu ambayo inazungumzia hilo. Thalathu muhlikat, matatu yanayoangamiza. Na haya ndiyo tija ya kwamba sisi tunazana nyingi duniani, lakini maskini ya Mungu tunafeli kwa sababu tumekithiri kwa mambo haya matatu ambayo yanaangamiza. Na si maudhui ambayo ndajikita naye sana kuizungumzia leo, kwa sababu ni wazi inajulikana. La kwanza katika hayo ambayo yanaangamiza, fashuhu muta'u, ni ubakhili uliokithiri katika maisha ya viumbe wanadamu na hasa Waislamu. Jambo hilo linaangamiza kweli kweli. Na jambo la pili ambalo linaangamiza, hawa umutaba, ni matamanio yanayetiiwa na kufuatwa. Ama Muislamu hata awe na zana nzuri kiasi gani, amiliki njia zote ambazo ni sababu ya mafanikio, kama maisha yake bado anaabudu nafsi yake badala ya Mola mtukufu, hakuna liwalo. Muislamu hadipendi kwenye kitu mafanikio yake, huwa ni sababu tu, yeye anamtegemea Allah tabaraka wa taala. Akishindwa jambo hili katika maisha yake, hata awe na nguvu kiasi gani katika ulimwengu, nguvu za kimadia, awe na nguvu ya kielimu, ana nguvu ya kiuchumi, ana nguvu ya kimali, hataweza kusurvive akafanikiwa, kwa sababu hamwabudu Mola. Afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa, memwona yule ambaye kafanya hawa ndio Mola wake, ataweza kufanikiwa huyo? Hawezi kufanikiwa. Kwa hiyo jambo hili linaangamiza Waislamu. Hii kuangamiza naizungumza, si tu tunazungumzia akhera. Akhera ni zaidi. Hapa duniani hatuna mafanikio, miongoni mwa sababu ni hiyo, na ukiondoka na hali hiyo, mbele ya Allah adhabu au maangamivu ni makali zaidi. Ni afadhali hapa duniani kuliko akhera. Na jambo la tatu, ijabul mar'i bi nafsihi, mtu kujiona bora kuliko mwingine, ima kwa akili yake, kwa uchamungu wake anaona yeye, au kwa mali iza yake, bas anajiona yeye ni bora, anastahili zaidi kwa wengine. Anadhihirisha haya kwa matendo yake na maneno yake katika ulimwengu tulikuwa nao, ufahari mkubwa. Na ndio maana Uislamu, matatizo ya Uislamu leo hayasolviki kwa sababu wewe unayekosoa, kumkosoa yule ambaye amekosea, humkosoi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wewe unamkosoa ili uonekane wewe unajua kuliko yeye.
wewe unamkosoa, aonekana ile mzembe kweli kweli, wewe ndio uko vizuri, alimradi huna ile njia kwamba anakosoa kwa mazingira gani. Hatufanikiwi katika mazingira kama haya. Na wewe ambaye unayekuja kusema jambo pengine kweli unavyoona wewe sio, lakini unakosea katika kulizungumza, unazungumza kwa utashi wa nafsi yako, sivyo inavyotakiwa. Yote haya nini? Ijabu almar'i bi nafsihi. Hatuwezi kufanikiwa Waislamu. Ama yale matatu ambayo yanafanya mimi na wewe tuweze kufanikiwa, anasema mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, al-adlu fil ghadabi wa ridha. Muislamu kuwa mwadilifu katika hali yoyote ambayo wewe utakuwa nayo katika ulimwengu huu. Mwanadamu anaweza kufika pahala akawa na mazingira ambayo sio ya kumfurahisha, na anaweza kuwa katika mazingira ya kumfurahisha. Alimradi wewe katika hali zako zote hizo, basi wewe ujue na Mungu, lazima uwe mwadilifu katika hilo. Waislamu, na tumehimizwa ndani ya Qur'ani jambo hilo katika sehemu ambayo Allah amesema anakuagizeni, anakuamrisheni, ni katika swala zima la uadilifu. Inna Allaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba ila akhir al-aya. Allah anakuamrisheni, anakupeni maagizo. Jitahidini sana sana katika maisha yetu tuliokuwa nayo, lazima muwe waadilifu. Allah kuishia tu kwamba anatuagiza ili kuonesha umuhimu wa jambo hili katika maisha yetu haya tuliokuwa nayo, anaendelea kutufafanulia. Na hadithi hii riwaya nyingine inasema kalimatul haqq inda al-ghadabi wa ridha, neno la haki. Nipi neno la haki? Wa idha qultum fa'dilu, mnapozungumza basi kuweni waadilifu. Muislamu, sawa unakosoa, sawa unajibu, basi kuwa muadilifu. Nini maana uadilifu? Wad'u shay'in fi mahallihi, kinyume cha dhulma ni jambo kuliweka pahala pake. Je, hayo yanasema hapo unaposema panastahili kusemwa? Kauli unayotoa inastahili kusemwa? Hayo unayosema unayemwambia anastahili kuambia maneno hayo? Yani uslub pia tunaambiwa tuwe na uslubu sahihi, namna ya kufikisha. Ima unakosoa au we mwenyewe unajibu jambo ambalo umeonekana kama kuonewa. Vipi unakabiliana na jambo hilo katika mazingira yako ya kawaida? Ndugu zangu Waislamu, Allah tabaraka wa taala ametuhimiza ndani ya Qur'ani ya kwamba tusimamie swala hili. Amrisha, lakini pia simamieni. Tena kwa sababu ya ugumu wa jambo hili, pale mwanadamu anapokuwa amekerwa, ameudhiwa, si rahisi kuwa mwadilifu. Ukimuona mwanadamu amestend kwenye uadilifu hali ya kuwa ameghadhibika, huyo ana kiwango kikubwa sana na kizuri cha imani. Yakini yake ni kubwa mbele ya Mola mtukufu, yakini yake ni kubwa sana. Ukimwona mwanadamu ameghadhibika lakini bado mwadilifu, pamoja na kughadhibika kwake hajakiuka mpaka, huyo ana kiwango kizuri sana cha imani, yakini yake ni kubwa sana. Allah ametuhimiza kwenye hilo, akatuita kwa sifa imani, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kunu qawamina lillah, sikueni wasimamizi kwa ajili ya Allah, shuhadaa bil qisti, nyinyi Waislamu muwe ndio vielelezi, jamii itambue kwamba Uislamu dini ya uadilifu. Nyinyi onesheni kwa watu kwamba Uislamu ndio dini ya uadilifu. I'dilu wa aqrabu litaqwa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, isikupelekeni ugomvi na watu fulani mkashindwa kufanya uadilifu. Al-Imam Ibn Kathir katika aya hii kuifasiri anatuambia, enyi waumini, isikupelekeni ghadhabu yenu mlioghadhibishwa na watu, ima kwa ujinga wao au ni mtihani tu kwa Mola kwako wewe,
jambo hili likakupelekeni mkaacha uadilifu eti kwa sababu umekerwa, jambo hilo msilifanye. Hiyo ndo madululi ya hadhi aya. Aya inaonyesha hivyo, msifanye hayo. Kwa hiyo wewe hata kama umekerwa kiasi gani, umeghadhibishwa, basi uadilifu uwe pale pale. Umependa au hujapenda, hili jambo ulifanyie kazi. Sasa hem tujiangalie Waislamu leo na uhalisia huu tukoje. Utakuta tuko zero. Tena wakati mwingine vitu vidogo sana tu, viduchu, mmekerana mwenzio, basi mambo ya msingi, haki zake utaki, baba na mama ndani, mke na mume, mashaka makubwa, alimuradi na kwa tafurani. Jamii yenyewe haiko hivyo. Unathubutu kumwasi Allah kwa sababu tu ya kero ambayo kafanya mwenzio, unashindwa kuwa mwadilifu. Ile salamu hutaki kuijibu na umepewa. Kwa nini? Umekereka, umeudhika. Tena msomi, jamii inakutambua kama ni msomi na unaongoza watu na mazingira kama hayo. Tutafika wapi Waislamu? Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume, hivi ndivyo alivyokuwa maswahaba, ndio njia yema, ndio hii. Hatufanikiwi Waislamu hata katika maamuzi, sawa ni mahakimu au wewe mwenyewe katika sehemu unaisimamia. Tumeambiwa tusimamie kwa uadilifu. Wa idha hakamtum baina nas an tahkumu bil adl, mnapohukumu baina ya watu simamieni kwa uadilifu wa hali ya juu. Msimuonee huyu wala yule eti kwa sababu ya unyonge wake ukamuonea, au kwa kadha ukamuonea, au kwa sababu ya ukaribu wake na wewe ukampendelea. Usifanye hayo. Amestahiki basi apewe, hakustahiki basi lakini unakataa kwa sababu tu si wangu, si mwenzangu, si mwenzetu, si wa kwetu. Hakadha nahnu, hivi ndivyo tulivyo Waislamu. Wallahi billahi alaikum, maisha haya ambayo Waislamu tunaishi, tusimtafute mchawi, sisi ndo wachawi. Lazima turudi katika haki, mambo yatanyooka katika maisha yetu sisi. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hata yughayyiru ma bi anfusihim. Allah habadili, si kwamba hawezi, la, kanuni habadili alikuwa kwa watu mpaka watu wenyewe wawe tayari kubadili yale mabaya yaliyokithiri kwenye nafsi zao, wanayatekeleza katika maisha yao halisi, waondoshe ya mambo. Kwa hiyo jambo hili linaokoa. Muislamu tujitathmini, tujiangalie. Jambo la pili ambalo linaokoa mimi na wewe tukiwa nalo katika maisha yetu, tutapata fanaka kubwa duniani na akhera mbele ya Allah tabaraka wa taala. Anasema alqasdu fil faqri wal ghina. Alqasdu, atawassutu, sisi kuwa katikati baina ya kuwa unacho uko vizuri katika maisha yako au hali yako ni dhoofu, ya wastani. Basi katika mazingira yote hayo wewe unatakiwa uwe tayari kwa ajili ya Mola wako mtukufu. Usitowe ukafanya israfu eti kwa sababu unacho. Usipende kununua kila unachokipenda kwa sababu unacho. Kwa sababu ile mali ina haki, usipoitekelezea haki zake inakuwa tofauti. Kwa hivyo ile shuhu mutaa sasa yukabiluhu alqasdu fil faqr wal ghina. Toa kwa kuwa nacho panapostahili kutoa, lakini kadhalika zuia panapostahili kuzuiliwa. Hata kama unazuia, usifanye israfu wala usifanye ubakhili kupita kiasi. Waislamu, hizi mali ambazo sisi Allah ametupa duniani, pia ametuambia wala tu'tu sufaha amwalakum, watu wasiostahiki msiwape mali zenu. Watoto wadogo ambao hawezi kutasarufu vizuri, wanawake na watu ambao akili zao sina mfano kama huo, kwamba mali zenu msiwape hao. Tahadharini. Kwa sababu gani? Haitofanyika tasarufu ya kweli katika matumizi. Atakwenda tu basi. Sifa ya mcha Mungu, sifa ya anayemjua Mola mtukufu, yeye anatoa panapostahili ikiwa anacho, na ikiwa hana anatoa kwa kadiri ya hali vile vile, lakini anatoa, anajua Mola wangu mtukufu ananiona, na hivyo alivyo nikadiria Mungu anajua, basi uko tayari kutoa wala hazui. Wa ibadu rahman
Allah anasema na waja wa Allah walikuwa wema, alladhina yamshuna al-ardhi hauna, wanatembea katika ardhi kwa unyenyekevu, wa idha khatamu yaquluna qalu salama, wajinga wakiomba maneno ya kifedhuli wanajibu amani, wa idha anfaqu lam yusrifu, wanapotoa hawafanyi israfu, wala yakturu, na wala hawabanii, wakana baina dhalika kawama, wanakuwa kati na kati baina ya kutoa na kuzuia. Kwa hivyo wewe mwenye nacho, toa panapostahiki na zuia panapostahiki. Usitoe tu kwa sababu unacho, hapana. Mali na haki na utaulizwa kwa mali hiyo. Na wewe ambaye bado Allah hajakupa kama yule mwingine, na wewe pia angalia, liyunfiku dhu saati min saati wa man qudira rizquhu falyunfiku bima ataahu Allah. Yule ambaye Allah amemwezesha tu kwa mujibu wa nafasi yake, na yule ambaye Allah amembania, yani hana, hali yake ni dhaifu kiasi, atoe kwa kile ambacho Allah amemweka nacho. Hujazuiliwa moja kwa moja, lakini wewe kati na kati. Maisha haya Waislamu, tujiulize Waislamu, tukoje na hali hizi? Kila mmoja anajielewa, mazingira yake anaishi, anajifahamu. Turekebishe, tufanikiwe. Ni maneno ya Mtume, tutafanikiwa duniani na akhera. Tukishindwa kumaintain vizuri, vipi tuende na uchumi wetu? Basi wallahi hatuna mafanikio. Na hii ni miongoni mwa silaha kubwa ya mafanikio kwa Muislamu duniani. Utafeli. Na jambo la tatu ambalo linaokoa, fa khashyatullah fi sirri wal alani, kumuogopa Allah katika siri yako na dhahiri yako. Wallahi khashyatullah fi sirrik, wewe kumuogopa Allah kwenye moyo wako, ndani ya moyo wako, ala darajatin fil imani, ni kiwango kikubwa kweli cha imani hicho, kuliko wewe kuonekana Muislamu wa vazi, Muislamu wa kofia, Muislamu wa dhahiri, lakini kwenye moyo wako hasa Mola mtukufu hayupo, wala humuogopi wala hujali. Muislamu, anza kwanza ndani ya moyo wako kumuogopa Mola wako. Ukiliweza hili, hautuangalie watu wananiona au hawanioni, madhali wewe unaye Allah kwenye moyo wako, utafanya linalostahili kwa wakati sahihi bila hofu yote, kwa sababu tayari Mola anamuogopa. Kinyume na hapo, ni vigumu wewe kuweza kufanikiwa. Mifano mingi tunayo katika kadhia hii kueleza ili ifahamike, na Qur'ani imekithiri kutoa mifano. Wabil amthali yatadhihul maqali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepokea Qur'ani, amekuja mifano mingi sana, katupa visa vingi sana ambavyo vinatupa mifano sisi tufahamu siri ya mafanikio ni hofu ndani ya Mola. Soma suratu Yusuf, mwangalie Nabii Yusuf vile alivyokuwa, hivyo mazingira yale aliyokuwa nayo yale. Kweli kama hana Mola wake moyoni, ataweza kufanikiwa kweli? Hali tete kama ile, dhulma aliyofanyiwa na hali ambayo amekusanisha nayo ndani ya nyumba ya mfalme, yeye na yule mwanamke, tena mwanamke ndiye anayemtaka, kamlazimisha, katengeneza mazingira ambayo hutoki. Lakini nini ulichokuwa nacho? Hofu yako ndani ya moyo wako ya Mola kweli kweli. Huyu afanye vitimbwi, afanyavyo, Mola anaona kabla, anajua kabla, uwezo wake ni mkubwa, atazuia kwa hali yote ile, asitegemea mwenyewe. Kwa sababu gani? Wewe unaye Mola wako moyoni, sisi hatuna Mola moyoni. Kwa hivyo anapotokezea mambo hatuna nguvu, hatuwezi, tunazidiwa, tumekosa ile khashyatullah fi sirr. Nabii Yusuf anaokoka katika mazingira magumu, Bizulekha kamshika, anataka Allah tabaraka wa taala kamrisha upesi mume wake, amekuja amegonga mlango. Ile ilikuwa ndio miongoni mwa asbabu ya kumuokoa. Allah ameweka sababu ile ionekane. Mimi na wewe tujue kwamba tunaye Mola. Ucha Mungu wa kweli kwenye mioyo yetu, kwani tusifanikiwe? Basi Yusufu alikuwa anamjua Mola wake kweli ndani ya moyo wake, siri yale ya ndani. Kama huna Mungu mwenye moyo wako, si rahisi. Kakutengenezea mazingira, kajipamba, kajiacha, mwisho wa siku wa utaki, unakimbia na kufuata na kukamata nini? Mungu anaye. Allah kamleta mtu nje, ghafla moja mlango nagongwa, bibi anasikia sauti ya mume wake, anarudi nyuma, jambo haliwi. Nini? Khashyatullah. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah anazungumza innahu man yattaqi,
innahu man yattaqi wa yasbir, ambaye anaye Mola kweli kweli, halafu akawa na stahamala, akawa na nguzo ya kusubiri, huna siwezi kufanikiwa. Sisi tumefeli maeneo hayo, hatumu. Tutawezaje kufanikiwa? Haya ni matatu yanayookoa Muislamu. Assess yourself, hasib nafsaka, jitathmini mwenyewe kabla hujatathminiwa wewe ukoje. Wa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني بالآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه يغفر لكم ودعوه يستجب لكم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله سبحانه من بعث محمدا بكتاب كالشمس في ضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها ومن تبعهما صار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله